love. Love me again. Love me again. Nipende tena mpenzi. Moyo wangu walia usiku na mchana. Kiukweli hapo ni balaa zito kinoma noma, kwa sababu ukiangalia moja kwa moja huyu ambaye ni mamake na Suzy, ukiangalia ni kwamba ana mapungufu makubwa sana aliyofanya katika malezi ya mtoto wake. Yaani kwa namna hiyo Suzy alivyokuwa anamdharau mama yake, lakini pia kwa namna ambavyo anavyoambiwa mambo mengi sana, na jinsi ambavyo kipindi kile alivyokuwa akimrudishia kofi, mama yake anampiga kofi lakini pia anamrudishia kofi. Hii inamaanisha wazi kwamba ni kweli mama yake alimlea vibaya sana. Hapa lazima mama yake ajute, lazima aweze kujuta, kwa sababu makosa ni ya kwake, alimlea vibaya hadi sasa hivi hawezi kumsikiliza. Sasa kama unavyojua ni kwamba asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu, basi hicho ndicho kitu ambacho kinachokwenda kujili. Manake kwa sasa Suzy anaenda kuwa mtu mbaya sana, ambaye mwisho wa siku atajikuta akishia katika mikono ya polisi au mikono ya pingu, kutokana na kwamba anafanya vitu ambavyo kiufupi sio vizuri katika jamii, na wahusika wanapofahamu basi inakuwa ni hatari zaidi. Kwa hivyo mwisho wa Suzy ni mbaya sana. Je, unahisi mwisho wa Suzy utakuwa ni upi? Nini hasa ambacho kitakachomkuta? Apelekwe jela au afanyeje? Afanyiwe kitu gani kulipiza haya ambao anayafanya? Kwa sababu amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wenye roho mbaya sana. Basi nikualike moja kwa moja, kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni mara yako kwanza kufika hapa. Nikusihi usisite kuungana na sisi kwa kutoa support yako kubwa, ikiwa ni pamoja na kuweza kubonyeza neno subscribe. Hii ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi kisha moja kwa moja niweze kualika. Hii ni Bongo Movie Net, kisa pekee ambapo huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina. Kwa hivyo kama ni mara yako kwanza kufika hapa, nikusihi bonyeza neno subscribe, alafu kisha dondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwa upande wako, je, mtu kama huyo ambaye ni Suzy umeshawahi kukutana naye kwenye jamii au mazingira unayoishi, au unamuhisi ni nani? Kuna mtu ambaye unamuhisi labda ana tabia kama za Suzy? Na je, ni kweli kwenye jamii ambayo tunaoishi, kwa sababu kama unavyojua sanaa zinawakilisha yale matokeo ambayo kwenye jamii, basi unakuta hao watu hapo. Je, unahisi mtu kama Suzy kwenye hii dunia au katika hii jamii tunaoishi nayo, je, yupo? Nijuze hapo kwenye comment hapo, alafu kisha unabonyeza neno subscribe. Sasa moja kwa moja tuweze kuanza uchambuzi kwa kina, tukiangazia vitu vingi sana, hususa ni kufahamisha katika matukio kadhaa. Kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakinifuatilia hapa na umetazama katika kipande kilichopita, kama ni miongoni mwa watu pia umewahi kutazama katika hatua iliyopita, katika uchambuzi uliopita, nilikujuza na nikwambia aliyesababisha au aliyefanya yale ni Suzy moja kwa moja, kwa sababu anataka aweze kumtonesha kidonda. Kwa hivyo kama nilivyokufahamisha kwamba kalisa zake kasupika kake pale kuweza kumpigia kelele kusudi aweze kumuumiza. Tunafahamu ni kwamba kwa wale wa mama ambao ni wanaelewa, kama ni miongoni mwa watu ambao umewahi kujifungua mtoto alafu aidha akapata shida akafariki au ile mimba ikaharibika, kuna namna ambavyo ukisikia kuhusu swala la mtoto huwa inaumiza sana kinoma, yani huwa inaumiza kinoma noma. Kwa hivyo ndio haya ambayo anamfanyia, kwa sababu anajua kabisa yeye ni mama. Kwa hivyo anajua kabisa hata pia kuna namna ambavyo huwa anaumia anaposikia swala zima la mtoto. Kwa hivyo anamfanyia hivi kwa lengo zima la kuweza kumuumiza na kumfanya aweze kuumia zaidi, kitu ambacho kiufupi kinaumiza sana kujaribu kufikiria kwa namna moja au nyingine, au zaidi ukienda mbali, hii inaumiza kinoma noma na ni balaa zito hatari. Sasa yote anajili ni kwamba lengo zima aweze kumuumiza na kuweza kumfanya aweze kujisikia vibaya, apate maumivu mazito na makali sana, kitu ambacho kimeweza kusababisha moja kwa moja safari yao ambayo walikuwa wameipanga iweze kuahirishwa kutokana na hali ambayo iliyokuwepo. Sasa wakati huo ni kwamba kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa baada ya pale kuna mtu ambaye kidogo kwa sasa hivi anachochea sana, Winnie, ambaye sasa hivi mbadilika kinoma noma. Hadi sasa hivi John anashangaa, anajiuliza kwamba huyu ni Winnie ambaye nilikuwa namjua au ni mtu mwingine, kwa sababu kabadilika kinoma, yani kama mtu wa hatari, mtu wa ajabu, yani mtu ambaye kiufupi ukijaribu kumfikiria na kuweza kumwangalia, basi utagundua kwamba yani kuna vitu ambavyo haviko sawa juu yake, kwa sababu kutokana na namna ambavyo alivyo kwa sasa hivi, yani amekuwa ni mtu mwenye roho mbaya, yani hawazi sana afikirii kuhusiana na wao, yani amekuwa ni mtu ambaye tofauti. Sasa hivi kifupi naye pia anajali mambo yake kwa kueneza propaganda za uongo na nini, kusudi kuweza kuchochea lengo lake aweze kufanikisha. Kwa sababu kama tunavyoona anaelekea kule kwa mwamba mwenyewe huyu ambaye ni
huyu ambaye ni King kuweza kuhakikisha anavuruga upepo tu, kuweza kuwachanganya, kuwagombanisha, ili kusudi tu mambo yasiweze kukaa sawa, ili kusudi ugomvi utokee tu na yeye apate upenyo, kusudi kuwachonganisha, kuwapa maumivu hasa King, ili kusudi kuweza kumpima, lakini pia kuweza kuhakikisha anamfikisha katika ile eneo ambalo itafika hatua aweze kuona sasa inabidi aweze kumkubalia huyo ambaye ni Winnie. Kumbuka Winnie pia anamtaka King. Sasa kwa upande wa Semeni, yani kifupi hadi sasa hivi mambo ni yamecharuka, yani yamekuwa mabaya. Kwa upande wa Semeni naye pia mambo ni mazito, ni magumu sana, kwa sababu moja kwa moja amefukuzwa, yani tuseme kwa sasa hivi anaishi maisha ambayo kifupi ni magumu sana. Sasa kaona sasa kwa sasa hivi, kwa sababu kaenda pale kwa mamake na Semeni, kafukuzwa pia, kaambiwa maneno ambayo kifupi hadi sasa hivi tuseme hakuna uhusiano mzuri hadi pale. Sasa baada ya pale ni kwamba kaamua sasa aweze kuelekea kwa Masailo moja kwa moja kwenda kuleta vurugu. Sasa hatujajua kama ameenda kuishi pale moja kwa moja au kaenda kuishi vipi. Katika hatua inayofuata tunafasi ya kuweza kuona, labda nikuibie siri tu, ni kwamba kaenda tu kuleta vurugu pale, kumchanganya jamaa. Na jamaa kiufupi kuna namna atakuwa mpole, itabidi aweze kuwa mpole, aweze waongee dili kwamba kubaliane naye kishingo upande, ili kusudi tu kuweza kunusuru ndoa yake ikae sawa. Kiufupi naumiza sana, yani hata kama umeolewa afu ukasikia kwamba jamaa kaleta mtu mwingine au kuna vitu ambavyo vinaendelea haviko sawa, kiufupi unaweza kujikuta unachanganyikiwa, lakini pia mambo yanaweza kawa yani yakakuchanganya sana. Kifupi ndio hilo linajiri. Basi nikusiendelea kuwa na mimi, hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia tumeweza kuona Mr. Tano alina pale kumletea vurugu pale mwamba mwenyewe na kuweza kumchana ukweli. Kumbuka kwa pande hapa naongelea Mzee Tano ambaye aliamua kumchana ukweli na kumwambia kwamba hawezi kumuoa akiwa yupo. Kwa hivyo kwa sasa hivi bado kitu hicho kinamchanganya sana John, na anajifikiria sana afanyeje kwa sasa, kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana, sijui atafanyeje, kwa sababu ukijaribu kuangalia mazingira ni mazito sana kinoma. Basi hivyo ndivyo ilivyo, lakini pia kwa upande wa King ameweza kumtafuta John na aweza kuongea na kuweza kumwambia maneno mazito, lakini mwisho wa siku tumekuja kujikuta katika upande mzima wa mamake na Suzy. Sasa je, Suzy itakuwaje? Suzy anazidi kuendeleza roho mbaya, lakini kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa Naomi ameweza kupewa mamlaka pale, manake kwa Mzee Tano, manake kwa sasa hivi kuna namna ambavyo hali itakuwa sio shwari, kwa sababu ataona adui mwingine atakuwa ameongezeka. Semeni Naomi atakuwa hataki upumbavu kabisa, atataka mambo yaweze kunyooka na ataonyosha adabu, kitu ambacho kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy hatopenda. Basi nikusiendelea kubonyeza neno subscribe, kisha tukutane katika hatua inayofuata. Hii ni Bongo Movie Network, ni usisite kutoa support yako. Asante kutoka na mimi, tukutane na saa mwingine. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hiki kitu anakifanya Suzy kwa lengo zima la kuweza kumuumiza moja kwa moja Sandra. Anajua udhaifu wake kwa sasa,
ni kwamba ni kumkumbushia vitu vilivyopita, lakini pia maono yake makubwa au matarajio aliyokuwa nayo. Sasa hii anaifanya Suzy kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha anaivuruga hii safari. Sasa kama tulivyoona ni kwamba Winnie ambaye ni mdogo wake na Sandra ameweza kwenda kumwelezea Suzy ambaye ndiye adui mkubwa wa hiyo familia. Sasa kaenda kumwelezea kile ambacho kimemchanganya sana, na haraka ameona ni vyema aweze kuhakikisha anatafuta njia ambayo aidha ataifanya ili kusudi kuweza kuvuruga mipango yote ya safari ambayo walikuwa wameipanga. Kwa hivyo moja kwa moja hapa ni kibarua kizito ambacho kinachokwenda kujili, hasa kwa upande mzima wa namna ambavyo atakavyotonesha maumivu ya madonda, maumivu makubwa sana ya kuweza kupata mtoto. Kumbuka namna ambavyo hadi hivi sasa bado hajapona. Kwa hivyo kitu hicho cha mtoto kitamkumbushia lile tukio ambalo alilofanywa kwa picha zikirejea kichwani. Kwa hivyo moja kwa moja hii itamuumiza sana, kitu ambacho kitasababisha safari iweze kuahirishwa. Sasa hili ni balaa zito kinomanoma, yani Suzy amekuwa ni mtu mwenye roho mbaya sana. Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa wa kwanza hasa kuweza kupata zile updates kamili, lakini pia kama unafahamu hapa sisi Bongo Movie Network huwa tunarusha uchambuzi kwa kina, tukujuza yale ambayo hizo ulikuwa yafahamu au kile ambacho kinachokwenda kujili, ili kusudi kuweza kuweka ile attention, lakini pia kuweza kuhamasisha mambo yaweze kwenda sawa kabisa. Basi hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni mara yako kwanza kufika hapa, ni kusihi usisite kubonyeza neno subscribe, kisha moja kwa moja niweze kualika tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia vitu vingi kuliko ambavyo kiufupi vinaweza vikatuongezea kitu fulani hivi cha kitofauti ambacho kinaweza kikaleta hamasa kubwa, lakini pia kama unavyojua ni maumivu makubwa sana. Sasa kabla hatujazungumzia swala hilo, pia kufahamisha ni kipi hasa ambacho aidha kinachokwenda kujili, ningependa chukua nafasi fupi tu ambayo kifupi tuweze kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa mwanzo kabisa kama tulivyoishia pale, ni kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao mkinifuatilia hapa, nilikujuza nikakufahamisha kwamba katika tukio ambalo linalokwenda kujili hapo semeni hapa chochote kile, yani hapo anaondoka Kapa kama alivyokuja. Kwa hivyo mipango yake tayari imekufa, kwa sababu mwanasheria ndo kamzunguka alafu kisha akaweza kumwachia mtoto, yani kampa ujauzito, kitu ambacho ni majuto kweli. Ambapo kwa leo kwa upande wako, na yupi ana makosa? Mzee Tano ana makosa au semeni ndo ana makosa? Binafsi kwa upande wako, kwa namna ambavyo ulivyoona, unahisi ni nani hasa ambaye ana makosa kwa upande wako binafsi? Use kwenye comment, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kisha tuweze kuangazia sasa namna gani kwa sasa mambo yanavyokwenda. Tuliweza kuona pia sasa semeni baada ya kutoka pale alikutana na John, kitu ambacho alichomwambia kifupi John pia ni mtu ambaye haentertain baadhi ya vitu ambavyo kifupi anaviona haviko sawa, kwa sababu John anajua kabisa kwamba hii familia kwa sasa hivi ina mgawanyiko mkubwa, na akisema akae upande wa semeni, najua kabisa semeni pia anafanya madudu sana ya ovyo, na ndio mtu ambaye kiufupi alisababisha vitu vingi sana ambavyo ukijaribu kuvifikiria ni kwamba vimeleta mabadiliko makubwa sana na kuweza kusababisha familia hii iweze kusambaratika kabisa na kuweza kuonekana kama yani kuna vitu haviko sawa, yani inaonekana kama baba mwenye nyumba ameshindwa kuifanyia kazi. Sasa baada ya hapo ni kwamba katika tukio hilo pia huyu ambaye ni Naomi alikuwa amekaa pembeni na anajaribu kuchunguza na kuweza kuangalia ni kipi hasa ambacho kitakachokwenda kujili. Bahati nzuri akaweza kuona rasmi Mzee Tano anamwambia kwamba tayari amempatia talaka, lakini pia maisha yanakwenda kuanza mapya ambao kiufupi yatakuwa ni tofauti kabisa na namna ambavyo hapo zamani ilivyokuwa. Sasa kitu ambacho alichokifanya ni kwamba huyu Naomi sasa akajaribu kuongea naye kwamba wala mpe nafasi aweze kusimama kama mke wake, kitu ambacho kiufupi kilikuwa ni kigumu sana hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye Mzee Tano kwa haraka. Kwa hivyo semeni akaona akaweza kukaa Naomi akaona aweze kukaa chini aweze kufikiria kitu gani aweze kufanya. Basi ngoja apime hisia za huyu Tano kwamba zipoje. Kwa hivyo akawa amepanga kitu cha kwanza ni kuweza kuhakikisha kwamba anatulia, anakaa anatulia, halafu kisha akatulia akakaa, halafu mwisho wa siku akawa ameweka zake pale nguo kwenye begi, anapanga kwenye begi la nini. Lakini baada ya hapo, baada ya kuwa amezipanga nguo kwenye begi, baada ya hapo akawa ameelekea kule, ameelekea moja kwa moja ameelekea moja kwa moja akiwa anazipanga nguo za begi. Kwa hivyo moja kwa moja Mzee Tano akawa amefika. Mzee Tano alipofika, basi ikabidi Mzee Tano tu akubali kubaki naye kama mke. Na kwa hivyo kwa sasa tuseme kwa sehemu kubwa Naomi amechukua nafasi sasa, lakini japokuwa lengo lake binafsi kwa upande wake
yeye hawazi kabisa kuhusu haya masuala ya kupata hawazi kabisa kuhusu kupata, yani kuishi hapo. Lengo lake kubwa ni kuweza kuhakikisha anapambana ili kusudi kuweza kuona kwamba inakuwa ni nafasi yake ya kuweza kuona namna gani ambavyo ataishi hapo. Kwa hivyo kwa sasa hivi Naomi ndiye mwenye familia hapo. Kwa hivyo vita zinazokuja hapo mbeleni ni vita za Suzy pamoja na Naomi sasa, kwa sababu Naomi atakuwa ndiye mkubwa sana hapo mwenye familia. Sasa baadaye tukaja kujulishwa pia Mzee Tano kama amemwambia John kwamba yote ambayo aliyozungumza hapo awali ilikuwa ni uongo. Kwa hivyo msimamo wake bado uko pale pale. Swala zima la kuweza kuhakikisha kwamba anampa nafasi huyu ambaye ni John aweze kumwoa na Sandra ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo moja kwa moja akamwambia haiwezekani. Sasa hivyo ikawa imemchoma sana John. Kwa hivyo John akawa ameona ni bora aweze kwenda kumwambia Sandra aweze kuondoka. Sasa hapa nataka nikulete kusudi tuweze kuona namna gani hasa ilivyokuwa. Lakini kabla tujavuka baadhi ya tukio, ile pia la mwanasheria kumwaga Semeni kwamba anaelekea anaondoka, hawatokutana pia. Sasa kitu kingine ambacho tumeweza kukiona chiki tofauti zaidi ni kwa upande wa namna ambavyo kwa sasa tumeweza kumuona hasa huyu ambaye ni Sandra akiwa anajiandaa, kashafunga kila kitu kwa sababu anampenda. Kwa hivyo hakuwa na swali la kuweza kuuliza au kuhoji kwamba tunaenda wapi kwa nini. Kwa hivyo kwa sababu anampenda kila kitu na aliweza kuambiwa kama anampenda basi aweze kufanya hivyo. Sasa kitu ambacho kinakuja ni kwamba Suzy anakuja kumtonesha kidonda. Yani hii inakwenda kuvuruga mipango yote kwa yote. Sasa unahisi nini kifanyike kumkomesha Suzy asiendelee na tabia hizi? Rusha maoni yako hapo chini tuambie kwenye comment, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe. Tane muda na saa mwingine, asante. Sasa hiki kitu anakifanya Suzy kwa lengo zima la kuweza kumuumiza moja kwa moja Sandra. Anajua udhaifu wake kwa sasa ni kwamba ni kumkumbushia vitu vilivyopita, lakini pia maono yake makubwa au matarajio aliyokuwa nayo. Sasa hii anaifanya Suzy kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha anaivuruga hii safari. Sasa kama tulivyoona ni kwamba Winnie ambaye ni ndugu yake na Sandra ameweza kwenda kumwelezea Suzy ambaye ndiye adui mkubwa wa hiyo familia. Sasa kaenda kumwelezea kitu ambacho kimemchanganya sana, na haraka ameona ni vyema aweze kuhakikisha anatafuta njia ambayo aidha ataifanya ili kusudi kuweza kuvuruga mipango yote ya safari ambayo walikuwa wameipanga. Kwa hivyo moja kwa moja hapa ni kibarua kizito ambacho kinachokwenda kujili hasa kwa upande mzima wa namna ambavyo atakavyotonesha maumivu ya madonda, maumivu makubwa sana ya kuweza kupata mtoto. Kumbuka namna ambavyo hadi hivi sasa bado hajapona. Kwa hivyo kitu hicho cha mtoto kitamkumbushia lile tukio ambalo alilofanywa kwa picha zikirejea kichwani. Kwa hivyo moja kwa moja hii itamuumiza sana, kitu ambacho kitasababisha safari iweze kuahirishwa. Sasa hili ni balaa zito kinomanoma, yani Suzy amekuwa ni mtu mwenye roho mbaya sana. Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa wa kwanza hasa kuweza kupata zile updates kamili, lakini pia kama unafahamu hapa sisi Bongo Movie Net tukiwa tunadondosha uchambuzi kwa kina, tukikujuza yale ambayo hizo ulikuwa yafahamu au kile ambacho kinachokwenda kujili ili kusudi kuweza kuweka ile attention, lakini pia kuweza kuhamasisha mambo yaweze kwenda sawa kabisa. Basi hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni mara yako kwanza kufika hapa, ni kusihi usisite kubonyeza neno subscribe, kisha moja kwa moja niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, tukizungumzia vitu vingi kuliko ambavyo kiufupi vinaweza vikatuongezea kitu fulani hivi cha kitofauti ambacho kinaweza kikaleta hamasa kubwa, lakini pia kama unavyojua ni maumivu makubwa sana. Sasa kabla hatujazungumzia swala hilo, pia kufahamisha ni kipi hasa ambacho aidha kinachokwenda kujili, ningependa chukua nafasi fupi tu ambayo kifupi tuweze kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa mwanzoni kabisa. Mwanzo kabisa kama tulivyoishia pale ni kwamba kama ni miongoni mwa watu ambao ukinifuatilia hapa, nilikujuza nikakufahamisha kwamba katika tukio ambalo linalokwenda kujili hapo Semeni hapa chochote kile, yani hapo anaondoka Kapa kama alivyokuja. Kwa hivyo mipango yake tayari imekufa kwa sababu mwanasheria ndo kamzunguka, alafu kisha akaweza kumwachia mtoto, yani kampa ujauzito, kitu ambacho ni majuto kweli. Ambapo kwa leo kwa upande wako, yupi ana makosa? Mzee Tano ana makosa au Semeni ndo ana makosa? Binafsi kwa upande wako, kwa namna ambavyo ulivyoona, unahisi ni nani hasa ambaye ana makosa kwa upande wako binafsi? User kwenye comment, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe. Alafu kisha tuweza kuangazia sasa namna gani kwa sasa mambo yanavyokwenda. Tuliweza kuona pia sasa Semeni baada ya kutoka pale
alikutana na John, kitu ambacho alichomwambia kifupi, John pia ni mtu ambaye haentertain baadhi ya vitu ambavyo kifupi anaviona haviko sawa, kwa sababu John anajua kabisa kwamba hii familia kwa sasa hivi ina mgawanyiko mkubwa, na akisema akae upande wa Semeni, na anajua kabisa Semeni pia anafanya madudu sana ya ovyo, na ndio mtu ambaye kifupi alisababisha vitu vingi sana ambavyo ukijaribu kuvifikiria ni kwamba vimeleta mabadiliko makubwa sana na kuweza kusababisha familia hii iweze kusambaratika kabisa.